Mkutano haukufika muda, haukufika mwafaka muda wa kutangaza. Kwa hiyo ilitokea sintofahamu ambayo ilipelekea ule uchaguzi usitishwe kutangaza matokeo. Kwa hiyo nimeita hapa ndugu wajumbe pamoja na waandishi wa habari ili umma ujue kwamba ule uchaguzi ulikuwa batili. Viongozi ambao walijiuzuru muda wao imebaki vile vile walijiuzuru muda wao. Kwa hiyo tunaiomba serikali, wananchi pamoja na wanachawata wote Tanzania nzima, kama msimamizi wa uchaguzi, sikutangaza matokeo na wala siyatambui matokeo ambayo baadhi wanaojiita ni viongozi walitambuliwa. Walitangazwa na watu ambao si viongozi kwa mujibu wa kanuni wa chama cha watu wenye ulemavu. Yeye ndo alijitangaza, ndugu Hamad Komboza, kwamba yeye ndio mwenyekiti wa taifa. Kwa hiyo nitamke rasmi kama waziri, tutalisikia na ngazi zote ambazo zinatusimamia sisi watu wenye ulemavu, naomba msitambue uongozi mpaka tutakapokuwa tumepata kamati ya muda ama serikali kwa kupitia wajumbe ambao wanaongea nao wanaiomba serikali itangaze kwamba CHAWATA uchaguzi urudiwe. Tungeomba wizara husika inahusiana na masuala ya watu wenye ulemavu wasikie jambo hili, ni kilio chetu. CHAWATA taifa wasikie kilio chetu kwamba CHAWATA imeharibika, haina uongozi. Vinginevyo wizara inuke itusikilize, kama itawezekana basi uchaguzi urudiwe, na kama itachukua muda basi kuundwe kamati ya mpito ambayo itaandaa uchaguzi mwingine, kwa sababu wagombea ndio walioandaa uchaguzi. Kitu ambacho ni kitu cha ajabu. Isitoshe hata watu wa serikali waliokuwepo pale Dodoma, maafisa ustawi, hawakushirikishwa. Sasa hili linadhihirisha wazi kwamba wale mabwana heiza kuna watu wako juu wanaotia kiburi. Sasa tunaomba kitu kimoja, kama serikali ipo na inathamini uwepo watu wenye ulemavu, ituchunguze. Sisi kama Mbeya hatumtambui uchaguzi. Kutokana na uchaguzi kutokamilika wa taifa, sisi hapa mkoa wa Mbeya tunasema hatuna viongozi kwa sababu haukukamilika. Tunaomba uongozi uliopo juu utusimamie kwa hili swala ili tukae sawa. Uongozi wa taifa hawakutaka uchaguzi wa CHAWATA taifa ufanyike. Kwa nini nasema haya maneno? Kwa sababu viashiria hata mtoto mdogo wa nasari hawezi kuandaa uchaguzi wa system ambayo sisi wilayani wamesimamia ustawi wa jamii wilaya, mkoa wamesimamia ustawi wa jamii mkoa, ikashindikana maafisa ustawi wa taifa, na pale ndio makao makuu, wizara zipo zote pale, wakashindwa kuialika serikali japo katibu mkuu wa wizara anayehusika. Hili ni jambo la ajabu sana. Hii ni kiashiria tosha kabisa kwamba Komboza aliandaa na safu yake kukaa madarakani kwa udanganyifu. Hivyo basi mimi niseme kwamba CHAWATA taifa, kama kweli mna uchungu na sisi ndio wanachama wenu, kama kweli mna uchungu wa dhati kwa walemavu, hakikisheni ili swala mnalichukulia hatua haraka iwezekanavyo, kama ambavyo wajumbe walioshiriki kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi tarehe 30 mwezi wa 9 kwamba haukuwa wa haki, maana kwamba matokeo hayakutangazwa. Naomba niseme kwamba kama mwenyekiti wa shirikisho mkoa wa Mbeya, haya nitayachukua kama mwenyekiti wa shirikisho kwa ajili ya kupeleka kwenye uongozi ngazi ya juu upande ule ambao mimi nahusika nao. Na ni upi? Ni CHAWATA makao makuu. Kwa maana kuna malalamiko 1, 2, 3. Hilo la kwanza ambalo binafsi nitaweza kutoa. Lakini pili, kuwaomba ndugu waandishi wa habari, kwa kweli tupazie sauti
kwa sababu iwapo halitatekelezwa, iwapo halitasimamiwa ipasavyo, kumbuka hao watu wenye ulemavu ni binadamu kama binadamu wavyo binadamu wengine, unaweza kusababisha matatizo mengine ambayo hayakutarajiwa.